tunakushukuru kwa sababu wewe Yesu kwetu ni rafiki kweli, ambaye unajua haja zetu zote. Tunatamani Bwana kujua urafiki huu kweli, tuendelee kushikamana pamoja nawe. Na ili Bwana tukaweza hata kushikana na wale wengine ambao wanatambua wewe kama rafiki ambaye unatufikiria kila wakati. Tunapotafakari neno lako, tunaomba wema wako, neema yako iwe pamoja nasi. Tuweze kujua mapenzi yako, Bwana, tuweze kushikana pamoja ili Bwana tukaweza kuitekeleza kazi yako kama utupasavyo. Kwa Yesu Kristo Bwana wetu tunaomba na kuamini. Amen. Tuketi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Mungu ni mwema na kila wakati. Na hiyo ndio hali yake ya kuwa mwema. Na niseme asubuhi ya leo nimeokoka. Kristo ni Bwana, amenilinda, amenitendea mema, amenihifadhi. Nimeona mkono wake ukiandamana pamoja nami, pamoja na jamii yangu. Tuna sababu zote za kushukuru Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Nataka kusema asante kwa sababu ya Mungu kutupatia nafasi hii tukaweza kujumuika pamoja katika ibada. Na leo nataka tuongee kuhusu ushirika, fellowship, na kushirikiana mmoja na mwingine. Kuna familia ilienda kwa cinema hall, na wakati walikuwa wanaenda pale tu mlangoni, kijana mmoja wa familia akabaki akinunua popcorn. Na wakati wale wengine waliingia, walienda na wakatafuta pahali wakaketi. Walipokuwa wameketi, najua kwa cinema hall stima huzimwa. So wakati huyu kijana aliingia, alipata giza. Na wakati alikuwa pale, kila pahali anaenda kukaa, kwa sababu ukitoka nje pahali kuna mwangaza, uingie kwa nyumba ambayo iko na giza, macho haiwezi ona chochote. Hata kama kuna kuaga dimu, lakini hiyo giza inakuaga giza ambayo inakufanya usiweze kuona. Kwa hivyo kila pahali alikuwa anajaribu kukaa, alikuta kuna mtu. Anaenda step nyingine mbele, anasikia, anajaribu kwenda kukaa, anasikia kuna mtu. Mpaka akawa devastated na akajawa na uoga. Kaza kuuliza, sasa nitapata watu wetu wapi? And then sometimes he thought, nipige duru ama nifanye nini? Lakini jambo likamuingia, akasema, nitasema kwa sauti nisikie kama kuna mtu ananijua hapa. And therefore he spoke with a loud voice. Does anyone recognize me here? Kuna mtu ambaye ananitambua hapa. Hello? Kwa sababu walikuwa wamekosa watu ambao walikuwa wanaandamana naye, watu ambao wangempatia nafasi akijaribu kukaa. Kuna mtu alikuwa anamwambia unaweza kukaa hapa ama unaweza kukaa pale. So he felt devastated. Na nataka kuongea juu ya ushirika kama wa kanisa. This church or any church, the fellowship of believers is not like in a cinema hall. Sio kama huko kwa cinema hall. Wakati kule kwa cinema hall, haijalishi mmekaa na nani. Haijalishi utaki kujua ni nani yako jirani yako. What is important is what will be shot in the screen, not the relations of who and who. So if you lose relations and touch, wakati wa kuingia watu waenda wakae, utakaa tu peke yako, you enjoy what is there, but hata mkitoka hakuna kuulizana wewe ulitoka wapi, unaenda wapi, or there is no connection in that cinema hall. But it is different with the church. Because when we come together as a church, the expectation is that we mesh together. We relate with one another. We join with one another so that we are able to serve God and we are able to walk together. And this is evident with the readings that we have read. In the first reading from 1 Corinthians, Paul, ambaye ndiye mwandishi wa vitabu hizi zote mbili tumesoma, anaongea juu ya kushikamana kwa watu wa Mungu. Wakati ule kanisa la Corinth kulikuwa na mgawanyiko. Watu wengine wakisema wao ni wa Apollo, wengine wanasema wao ni wa Paul, na kunakuwa na clear cut division. Wengine wakienda hivi, wengine wanaenda hivi, kwa sababu wao they claim ama wanasema uaminifu wetu na imani yetu imejengwa na Paulo, na wale wengine wa Apollo nao
wanaenda kado. Lakini Paul akawaongelesha akawaambia kwamba we don't mean anything. Me and Apollos, we are nothing. Praise the name of the Lord. Bwana Yesu asifiwe. Mimi nilifanya kazi ya kupanda, Apollo akamwagilia maji, naye Mungu ndiye alifanya mbegu iweze kumea na kufika pahali imefika. What is in you is the work of God. And sometimes in our church and in our times also, we could find sometimes we are divided along maybe districts, elders, wachungaji, ama whatever lines. We can also be divided in families. Watu wanakuwa divided, mama ako na watoto wake, baba ako na watoto wake. Hata kukiwa na kitu ya kutatuliwa, kuna wale wanaegemea pande hii na wengine. And we find the same problem even in the country. That we are divided. Wale wa anaitwa nini? Taga na wale wengine wa kueleweka. Sijui kama natujui ni nani anawaelewa ama ni nini inaeleweka. So those lines, they are evident in every time. But in our Christian family, we should not have those lines. Hello? A Christian family fellowship is supposed to be a strong fellowship where we value everybody. Where we value everybody. Kila mtu ni wa maana. Everybody is of importance. When you get into the church, when you get into the district, when you get into that group, we shed off all the other differences. We are joined together by union with Christ. Praise the name of the Lord. Ndio hiyo mstari tumesoma ambao unatuongoza unasema, for we are all God's workmanship. Sisi wote ni wafanyikazi pamoja na Mungu. Sisi wote, we are God's workmanship. And therefore we need to relate together. Because of the strain of time, I want to encourage you, when you have your free time, go read that chapter. First, a chapter of, the third chapter of 1 Corinthians. Go read it through. The first chapter of Philippians. Go read it through. In fact, from verse 1 to verse 11, inaongea hivyo sana mambo ya huo ushirika na kushirikiana. The church in Philippi was concerned so much about Paul, prayed for him, even visited him in prison because they were in fellowship, even if he was detached from them. So I want to talk about 3-4 things that will help us to understand the real meaning of fellowship, a strong fellowship. When we fellowship together as a family, as a church, mambo ambayo yanafanya true fellowship. What true fellowship means to all of us. Number one, true fellowship means praying for one another. Praying for one another. The church in Philip, sijui kama inaitwa Philip, ama ni Philippi. It is Philip, but it is Philip. It prayed for Paul. Waliombea Paul. Wakati alikuwa kwa njera, walimuombea. And a true fellowship, if we are in a fellowship, we are in a church, and we have one of us in problem, we are supposed to be praying for one another. Praying for one, not just praying, even visiting that one another. And that is why we are saying COVID-19 ilituharibia fellowships, the districts. Now it's time, because mambo yanaendelea yakipungua. It's time we come back. We come back. Unajua kuna kitu kinaambiwa when the COVID was starting about the first world countries bringing about the new world order. And one of the things in the new world order is about individuality. Individualism, I don't know. Where watu wanaondolewa kwa socialism, wa kusaidiana na nini, but we uplift individualism and capitalism. Capitalism, wapali tunasema, everyone for himself and God for us all. Where people are tuned in thinking about themselves and their rights, and not even the rights of others. When you start always talk of yourself. And this is something that we need to guard, because the church has been called to fellowship, to socialism, to communion, to commune with one another. And therefore we encourage. Hata vile tunatagaziwa district zinakutana.
Wewe ambao unasikia wewe hutaki kushikana na wengine, I think it is important that we take that step, because we need fellowship with one another, to pray with one another. Bwana Yesu asifiwe. Number 2, true fellowship means serving God together. Serving God together. Tunatumikia Mungu pamoja. It is, I may be very strong in faith. I may know the whole Bible. I may know, but you know, if I want to serve God, I cannot preach to myself. Si lazima kuwe na watu tunashikana nao. You could be a very good singer, but you cannot sing alone. You must sing to people. Lazima, sidio Kigomo? Lazima watu wakusanywe ndio uende uwaibie. There is no way you serve God alone. You serve God together. If you have a talent, if you are blessed, we need the other people. And even those people who are not, maybe you say, I don't know how to say that, but those who people maybe they say they don't have anything, your presence and your being there is very, very key and very, very important. The service of God. Everybody has a portion to serve God. And true fellowship means serving together. That is why in our church we have districts, we have groups, so that everybody of us is somewhere serving God. Hebu niulizie mwenzako, wewe unatumia kiaga Mungu kwa pande gani? Which side do you serve? In which group? Uko wapi kwa utumishi wa Mungu? Umejiunga na kikundi gani to serve God? I think we need to join apart so that we serve God together. There are avenues of serving God. True fellowship means serving God together. Tunatumika pamoja. True fellowship again means trusting God's sovereign grace, working in one another. Tuamini neema ya Mungu inafanya kazi kwa mwingine. We are not all in the same level. Tuna wengine ambao labda wako chini, wengine imani yao iko chini. Lakini tunapokuja kwa ushirika, when we come to fellowship, we don't throw out other people. We don't kick out other people. Tunasema sisi ndio tumebarikiwa, sisi ndio tuna hii, sisi ndio tuna uwezo huu. Hapana. We also give other people's time, opportunity to grow in grace. That God's grace can work on them. You remember, even us who are strong in faith, there were times we were weak, there were times we were lost, but the grace of God found us. Bwana Yesu asifiwe. Vile tunaiba amazing grace. Utugi ucio wa magegania wahonokirie tugetikia ati in a fellowship, as we fellowship with one another, onacio matari ahonoku, hata wale ambao hawajaokoka, hata wale ambao wamelemewa na dhambi hii ama nyingine, the grace of God is able to work for them and bring them where we are. Praise the name of the Lord. So we walk with them, praying with them, helping them to overcome whichever problems, because we know that the grace of God is working in all of us. There is nobody who can say he has the monopoly of the grace of God. Number 4, because of time, true fellowship means partaking together God's grace. Sharing. Today we are going to share the Holy Communion as a means of remembrance that we have one Savior who died for us. Tuko na mwokozi mmoja ambaye alitufia akatuokoa. We will share together this grace of salvation. If we are in true fellowship, we will share many other things. When one of us is blessed, we share the joy. Tunasherehekea ushindi ule, tunasherehekea. When one of us is in need, we are able to partake and help one another and help him or her come up. Tunasaidiana kwa sababu ya neema ile. Tukiwa kwa ushirika mmoja, tunasaidiana. Na tunaona hapa tukisoma ya kwamba ile kanisa wakati Paulo alikuwa na shida, hata walichanga na wakaenda wakatuma watu wakamtembelee kule kwa prison. Na sisi pia katika ushirika tunastahili kuwa watu ambao wanashare. It's not just a fellowship that is so mechanical, but it's a fellowship that we touch and the affections of one another through sharing the grace of God together. Praise the name of the Lord. Bwana asifiwe. Na kuna watu wanaweza kusema hii kanisa ni kodi sana, kwa sababu labda hujaingia kwa kikundi, unaweza kujipata uko na shida
na hakuna watu wa kutembea nao. But if you have some connections in this group, in this district, in another group, when you have an issue, you will have some people to share with you whatever you are going through. When you are in need, there will be some people to support you and to walk along with you. Then finally, true fellowship means heartfelt affection for one another. Connection, that heartfelt connection with one another. When we have true fellowship, when you are in a true fellowship, there will be that heartfelt affection, closeness, well-knit. Ukimisi Sunday moja, 2, 3, kutapata mtu anakupigia kasimu, or even a message asking you, where are you? Uko wapi? Kuna nini? Because there is that connection, heartfelt connection. We are not just mechanical Christians, but we are also connected in the heart. And we feel what others are doing and are going through. So it is important to know that the fellowship that we need in the church is not just, unajua sasa kanisani, hata huku kanisani na kwingine tunaabua tuweke hiyo social distance. It's not like the way we used to board. There is no hugging. There is no, but even as we keep that social distance, we are able to keep the connection, the heartfelt affection and the connection. Praise the name of the Lord. We can call one another. We can chat with one another. We can follow up with one another. And I want to thank God because of this church. Because anytime we have a person with an issue, with a need, we always come together. Hata wakati huu wa COVID, hata kama hatupatani, tunatuma watu, deacons na representatives, tunakuja tunashikilia hiyo familia. And I want to tell you, that is something that we need to keep up, so because it is what true fellowship means. That affection. And as we work on the fellowship with one another, because when Jesus Christ was asked, what is the greatest commandment? He talked of loving the Lord our God with all our heart, with all our strength, with all our soul. And then he said the second is this one: love your neighbor as you love yourself. And somebody sang and said, if you don't love your neighbor, you cannot love God. If you cannot have connection with one another, there's no way you can have a connection with God. Hello? Bwana asifiwe. How vertically we are connected is directly proportional with how horizontally we are connected. Huwezi kuwa unaogopa Mungu, unatetemeka sana na unalia sana, unafanya nini wakati una interact na Mungu, lakini ukiangalia relationship yako na watu wale wengine, kianzia na kwako nyumbani, there is no relationship, good relationship at home, there is no good relationship in the church, even in the district, wherever. Unahama kikundi hii, unaenda kingine because of the relationship. May God help us to make and made relationships. Praise the name of the Lord. They are very, very important, and it will help us to grow strong, help us to even serve God better because of having that fellowship. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Let us pray. We thank you, our Father and our God, and we continue praying that you help us to meditate on this word and get it and grasp it. Lord, we reconsider the need of fellowship. And even, God, as we come to fellowship with you now through the Holy Communion, we ask that, God, you will help us to reconsider our ways. Where we have not walked in uprightness, God, help us to correct. Help us to, God, Father, seek you and understand you, that we may live well in fellowship with you, even as we endeavor to live well in fellowship with others.